Habari yako mtazamaji, karibu tena Naturemed Supply kwenye channel yetu inayohusiana na masuala ya afya. Leo nitazungumzia madhara makubwa anayopata mwanaume baada ya kuboost nguvu za kiume. Mimi naitwa Dr. Mkina, namba zetu za simu zinaenda chini ya screen na video hii. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ni mambo gani ambayo unapaswa kufahamu? Kwanza unapaswa kujua ni aina gani ya dawa ambazo zinatumika sana na vijana au na wazee kwa ajili ya kuboost nguvu za kiume. Ipo dawa moja inayoitwa mkongo na nyingine inaitwa Asili Power. Nikianza na hii dawa inayoitwa mkongo. Mkongo ni dawa moja ambayo wanaitumia vijana pamoja na wazee kwa kasi kubwa bila kujua madhara yake ni yapi na kwa baadaye ni madhara yake yanakuja kuathiri nini kwenye maisha yao kiujumla. Ni kwamba unapotumia mkongo unaathiri mambo mengi zaidi kwenye mwili, ikiwemo saikolojia. Saikolojia inaathirika vipi? Saikolojia inaathirika pale ambapo umewekeza nguvu na muda mwingi kwenye kutumia mkongo, kitu ambacho kinakupelekea kumudu tendo kwa muda mrefu zaidi ya lisali moja na kuendelea, kitu ambacho ni kinyume na taratibu za kibiolojia. Kwa maana hiyo sasa, unapokuwa unatumia huu mkongo, saikolojia inaathirika kwa sababu unaamini kwamba bila ya mkongo kwenye tendo la ndoa hauwezi ukalimudu kwa sababu hauna uwezo wa kufanya tendo la ndoa bila kutumia mkongo. Kwa maana hiyo, mkongo hauathiri tu kwa ajili ya tendo la ndoa peke yake, ila mkongo unaathiri pia hata uwezo wa kujiamini. Kwa hiyo ule uwezo wa kujiamini unapotea, kwamba mimi na maana sitaweza kufanya ile tendo, ina maana mkongo umekuathiri kisaikolojia, uwezo wako kujiamini umepotea. Mkongo hauishi hapo tu kwa kuathiri afya yako, ila mkongo pia unaweza kuathiri mishipa ya uume, kwa sababu uume unaposimama kwa muda mrefu, mishipa ya uume inaathirika kwa sababu uume unasimama kwa muda mrefu bila kuwa na taratibu za kibiolojia. Kwa maana hiyo sasa, uume unaposimama zaidi ya lisali moja na kuendelea, ile mishipa inaathirika. Kwa maana hiyo unaweza kuona dalili zinakuja ndogo ndogo, lakini baada ya muda zinakuwa kubwa. Asubuhi ile alfajiri kuanzia saa 9 mpaka saa 12 kuna desturi uume kusimama automatic bila kuwa na hisia zozote za mahusiano au za kimapenzi. Sasa ule wakati inaweza ikafika hatua uume wako usisimame kwa ustidi unaotakikana, ukasimama legelege, au wakati mwingine usisimame kabisa. Kwa hivyo hizi ni moja dalili ambazo zinaweza zikajitokeza. Au wakati mwingine utakapokosa huo mkongo ukasema ufanye tendo la ndoa pasipo kutumia huo mkongo, kitakachofuata ni kwamba uume unaweza kuwa umelegea, ukashindwa kushiriki tendo la ndoa kwa ufasaha unaotakiwa. Sasa hii ni athari nyingine ambayo itawaumiza na inawaumiza wanaume wengi ambao wamezoea kutumia mkongo kwa muda mrefu. Na si hapo tu peke yake, ila pia mkongo unaweza ukaathiri ubongo kwa ujumla, kwa sababu unafahamu kwamba kila kiungo kwenye mwili wako kinachofanyika, kila kitu kinachofanyika kwenye mwili wako, lazima ubongo unapata taarifa kwamba kwa sasa hivi miguu inatembea, kwa sasa hivi mdomo unatafuna, kwa sasa hivi macho yanatazama kitu fulani, lazima ubongo upate taarifa. Sasa unapokuwa umetumia mkongo, ina maana mkongo unaua ganzi zile sehemu za maumbile ya mwanaume. Kwa hiyo ina maana kitendo cha kufa ganzi ile maumbile ya mwanaume, ni ngumu sana ubongo kupata mawasiliano na ile sehemu husika kwamba sasa hivi maumbile ya mwanamume yanafanya kitu fulani. Kwa hiyo ina maana unapokosa mawasiliano baina ya ubongo na maumbile, ina maana hakuna chochote ambacho kinachofanyika. Kwa maana hiyo sasa, ile ganzi unayoipata kwa ule muda inaweza ikadumu kwa masaa 24 mpaka masaa 48. Sasa fikiria muda ambao unakufa ganzi kwa huo uume kwa huo muda, ni madhara kiasi gani ambayo utayapata. Unaathiri ngozi, unaathiri neva zilizopo kwenye uume kwa ajili ya kupeleka mawasiliano kwenye ubongo. Kwa maana hiyo ni muhimu sana kujua haya madhara kwa ufasaha ili kujua namna ya kuiepuka, kwa sababu mkongo una madhara makubwa kwenye afya ya mwanadamu. Kwa hiyo ni vyema kuiepuka, kwa sababu huu mkongo madhara yake ni makubwa na hajitokezi leo wala kesho, yanajitokeza baada ya muda fulani kupita, na muda ukishapita kujitilia ni gharama kubwa sana ambazo zitakukosti baadhi ya muda, zitakukosti fedha. Kwa hivyo ni muhimu sana kuepuka matumizi ya mkongo. Na kitu kingine watu wanaipenda sana dawa hii ni hii dawa ya Asili Power. Hii dawa ya Asili Power ni dawa ambayo wanaipenda pia vijana pamoja na wazee. Hii ni dawa ambayo wanakunywa kwa matumizi yao ya kukamilisha tendo la ndoa. Ni dawa ambayo pia ni hatari kwa sababu inaathiri mwili kwa ujumla, kwa sababu inakuwa na msukumo mkubwa kusukuma damu kwenda kwenye maumbile ya kiume, kitu ambacho ni kinyume na utaratibu, kwa sababu taratibu za kibiolojia kusukuma damu kwenda kwenye uume ni za kawaida. Sasa hii dawa inatumia focus kubwa kusukuma damu nyingi kwenda kwenye uume ili kusababisha uume kusimama kwa muda mrefu. Sasa hii ni changamoto nyingine, kwa sababu inaweza kukusababishia shinikizo la damu na matatizo mengine ya kiafya. Kwa hivyo ni muhimu kuepuka madawa kama haya ambayo hayajathibitishwa kibiolojia. Na si madawa haya tu, zipo dawa nyingi sana ambazo wanazitumia wanaume kwa ajili ya kuboost nguvu za kiume, wakiamini kwamba ndio kupona kwao, kumbe ndio kuathiri afya yao. Kwa hivyo ni muhimu sana kufahamu vitu vya msingi vinavyoongeza nguvu za kiume vya asili, ambavyo vitakusaidia
kufika hatua nzuri. Tunaeleza sana kwenye video zetu zingine, tunashauri sana watu kuhusu afya zao, na msingi tu ni kuendelea kutufuatilia ili kuweza kunufaika na tips zetu ambazo tunazozitoa, kwa sababu afya ya mwanadamu ni kitu cha msingi sana ambacho hakipaswi kuchezewa hata kwa sekunde moja, kwa sababu afya ndio mtaji wa mambo yote. Kwa hivyo fuatilia sana video zetu, kwa sababu tutakuwa tunakupa maelezo mengi kuhusu afya. Unaweza pia kututafuta kupitia namba zinazopita chini ya screen yako ili kupata ushauri wa maelezo kamili kwamba ni nini ufanye ili kuweza kulinda afya yako na kuweza pia kuongeza nguvu zako za kiume bila kuathiri mwili wako. Mimi naitwa Dr. Mkina. Tunaweza kuwasiliana masaa 24 na ushauri kwetu sisi ni bure. Pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele na share na marafiki zako ili kuelimisha zaidi kuhusu matatizo haya yanayopatikana baada ya kuboost nguvu za kiume. Asante kwa kutazama video hii na tukutane tena kwenye video zijazo. Ubarikiwe sana.